Mtazamaji popote pale ulipo, ni usiku ambao uliotukutanisha na msanii pamoja na wasanii wengine kadha wa kadha. Lakini kubwa zaidi, atueleze huyu ambaye ametufanya usiku wa leo kufika hapa ni kipi zaidi, apate nafasi, apate fursa ya kuweza kujitambulisha jina lake, yule ambaye hamfahamu aweze kumfahamu zaidi. Karibu sana kiongozi, leo tuko hapa. Karibu sana kwa majina yako. Shukrani sana. Kwa majina naitwa Lizard Melody, ni msanii wa Bongo Flava kizazi kipya. Lakini pia siku ya leo ni siku maalum sana kwangu, lakini ni siku yangu ya furaha kwa sababu siku ambayo nimezindua EP yangu inaitwa Short Text yenye nyimbo 3 na ya 4 ya bonus track. Lakini pia ni siku yangu ambayo ni rasmi kabisa kuachia video zangu pia na kujitambulisha mimi kama solo artist. Ni mara yako ya kwanza kufanya hili jambo ama? Nafikiri ni mara ya kwanza. Ndio mara ya kwanza kuzindua EP. Lakini nashukuru sana kwa ukubwa huu ambao umenisupport mimi. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu pia. Nimeona unafanya kitu kizuri zaidi, lakini mwamko hasa katika mkoa wa Tanga ukoje? Ndio. Mwamko katika mkoa wa Tanga naweza nikasema bado. Lakini tunaanza kujikongoja ili tuone namna gani ambavyo tutafika sehemu fulani, ila kwa mwamko Tanga bado ni mdogo sana. Baadhi ya wasanii leo hii wameweza kushiriki, lakini atuambie support yao hasa ikoje? Support yao kwa kweli naweza nikasema na washukuru. Support yao ni kubwa sana kwa wasanii ambao wamejitokeza. Ni wengi wamenisupport. Kwa kweli nawashukuru pia, lakini nawashukuru pia na nyinyi waandishi wa habari kwa kunisupport. Ni kitu kikubwa sana hasa kwa mkoa wangu. Ukiona waandishi wa habari wanasupport kitu kama hiki, kwa kweli kwangu niwapongeze pia na nyinyi. Nawapongeza sana ndugu zangu. Malengo yako kwa kuweza kumalizia usiku wa leo? Malengo yangu ni makubwa sana. Kubwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Malengo yangu ni kufika mbali zaidi, lakini pia niwaambie watu kwamba kuna kolabo kubwa ambayo nimefanya na msanii mkubwa kidogo inakuja, Mungu akipenda. Nafikiri mwezi wa 11. Mwezi wa 11 kolabo na msanii kubwa tu. Inshallah kunapo majaliwa tutafanya. Neno langu kwa vijana wa Tanga ni tupambane. Tuamini kwamba tunaweza. Hata wenyewe nakwambia mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo sasa sisi ni michicha, tujitahidi tuwe mibuyu. Nikukaribishe kwa maneno yako mazuri, lakini kwanza. Asante, naitwa Trace Melody, Trace Lee. Ni msanii wa kizazi kipya. Umeanza lini hasa kufanya hiki? Kufanya muziki nimeanza takriban na miaka 3 sasa hivi. Umeona kipi zaidi kuweza kuwa mwana music? Nimeona kwa sababu sauti ya kuimbia ninayo, muziki naujua na ufahamu, na ndio maana ndio kitu ambacho kimenisukuma niwe mwanamuziki. Yes. Tunafahamu kila safari na uzuri, lakini kila safari na ugumu wake. Yapi ambayo hasa unayoyapitia wakati ukiwa kwenye tasnia? Napitia vitu vingi sana kwa sababu kama mnavyojua mkoa wa Tanga support ni ndogo sana. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwangu au kwetu wasanii. Ni hivyo. Unafikiri nini kifanyike? Tunaomba tu support. Watu tusupportiane, tukubaliane. Kama mtu anajua media pia hivyo. Kwa sababu mimi naamini tukisupportiana kila kitu kitaenda. Sikuamini kama leo tutafanya kitu kama hichi, sikuamini kama watu wataitikia, watakuwepo. Aisee, alhamdulillah. Ndoto zako zaidi ni zipi? Ndoto zangu ni kuwa msanii mkubwa. Naam, mtazamaji popote pale ulipo, mimi nimefika tamati kama ambavyo umeweza kuwasikiliza kwa uzuri kabisa. Kubwa zaidi wewe ni kuendelea kuwapa support, kwani mbuyu ulianza kama mchicha. Mimi naitwa Nasir Binasi. Kubwa zaidi endelea kubakia nasi. Ini Five Brothers Media, Tanga. Majina yangu ya kisanani Baguji Awesome. Kubwa hasa tulikuja kumsupport mdogo wetu anaitwa Lizard, akiwa na mwenzake ambaye anashirikiana naye kwenye kazi anaitwa Trace. So walikuja kuzindua EP yao, so ndio maana tumeweza kufika hapa. Mbali na hiki ambacho ameweza kukifanya, umeona kipi zaidi kwake yeye?
wana vitu vingi sana vya ziada. Tena hata ukiniuliza hivi vitu, naweza nikasema hata bado hawajafanya hata nusu ya vile vitu ambavyo vinavijua. Sawa, sababu Tracy, Lizard walikuwa kwenye darasa langu nikiwa kama mwalimu, na walipita na walionyesha uwezo wa juu zaidi ya wanafunzi wote. Sawa, na mpaka sasa hivi wameungana, wanafanya movement zao. So sina zaidi ya kusema, zaidi ya kuwaambia kwamba wana vitu vingine zaidi ambavyo sijaviona hapa. Yaani ni vingi zaidi ambavyo wanavyo. Zaidi ya hivyo. Support yako kwa Lizi hasa ni ipi zaidi? Siku zote huaga na mshauri. Saa nyingine huaga ananikaripia, ananiambia sitaki bwana. Afu asubuhi akwambia kweli bro, niambie kitu kizuri. So mimi huaga na deal na watu wa aina yote. Na support kila mtu. Na ndio maana mpaka kuna baadhi ya miaka fulani iliyopita hapa kuna media kubwa ilikuja kusema mbona Baguja unafanya sana collab na wasanii hivi na hivi. Lakini aim yangu mimi sio hiyo ambao wao wana draft. Aim yangu mimi ni wasanii wa Tanga watu wote, yani ambao wanafanya muziki mzuri wote, tuende tukasafirishe huo muziki wa Tanga kama ilivyo zamani. Kipindi kile ilikuwa ni Kiuchila, MB Dogi, Mwana FA, Matonya, si nani, yani kulikuwa kuna vurugu fulani. Ile mimi ndio ambayo nahitaji sasa. Najua tuna mengi zaidi ya kuzungumza, lakini tamatisha kwa maneno yako machache usiku wa leo. Usiku wa leo ulikuwa amazing sana, watu wamefurahi. Lizard na Trace wameweza kufanya performance nzuri, wameweza kuonyesha vitu ambavyo walikuwa wanavyo, na EP yao ina nyimbo 4, ina nyimbo 3 ila bonus 1. So saa nyingine tu support vitu vyetu ili tuweze kusafiri, kwa sababu bila kusupport vitu vyetu hatuwezi kufika sehemu yoyote. Alafu wanasema, wazungu wanasema charity begins at home. Charity begins at home means ni uwezi kufanya kitu kizuri kikaenda viral kama nyumbani kwako bado hawaja kitukuza. So sisi tuanze kutukuza kwa sababu ni muziki mzuri na umefanyika hapa nyumbani kwetu. So tukitukuze kitu alichokifanya, alafu tutaona mazingira ambayo Mungu atatujalia baadaye. Nikushukuru sana. Asante sana bro, nashukuru sana. Tuko pamoja.